Kwa majina naitwa Lawrence Mlaki, ni mstahiki meya wa manispaa ya Ubungo. Leo tulikuwa tuko kwenye ziara ya kukabidhi viti na meza kwenye shule zetu za halmashauri ya manispaa ya Ubungo, na hizi ni shule za sekondari sana, na zoezi hili tulilianza toka mwezi wa kwanza na tulifanikiwa kukabidhi viti na meza 1580, na niseme tu kwamba kwa mwaka wa fedha wa 2025 kwenda 2026 halmashauri ilitenga fedha kwa ajili ya kutengeneza viti na meza, na tumetengeneza viti na meza kama 6300, na hadi sasa hivi tutakuwa tumegawa viti na meza 2000 karibu na hapo. Lengo letu ni kwamba tunataka kila mtoto aweze kukaa kwenye kiti chake na meza, na ni maono ya Mheshimiwa Rais sana kwamba kila mwanafunzi aweze kukaa sehemu nzuri na aweze kusoma kwenye mazingira mazuri. Kwa hiyo tumefanya hiyo zoezi siku ya leo, lakini vile vile manispaa yetu ya Ubungo tuna shule karibu 37 na tuna wanafunzi karibu 41601, na ukiangalia mahitaji kwenye upande wa meza tuna mahitaji karibu meza zilizokuwepo karibu 1034, lakini mahitaji yaliyobaki ni kama viti around 6700 kwa kwenye upande wa viti na meza. Kwa hiyo tumeanza awamu ya kwanza, hili zoezi litakuwa endelevu na tunataka wanafunzi wote waweze kukaa sehemu nzuri. Ajenda ya viti na meza tumeibeba kama halmashauri, na tunategemea kwamba kila mwanafunzi atengenezwe mazingira mazuri ili wakati anapoweza kusoma aweze kufaulu vizuri sana. Lakini pia tutawaomba walimu, tunapofika huko mashuleni sasa tumeshawakabidhi, basi wavitunze na watoto pia wavitunze hiyo viti na meza. Tegemei tuje tena hapa mwezi ujao tukute viti na meza vimeharibika tena, hapana. Tunategemea hivyo viti na meza vitaendelea kutunzwa na watoto waweze kukaa kwenye mazingira mazuri. Niseme tu hii ajenda tutaendelea kuifanyia kazi. Niendelee kuwashukuru sana wataalam kutoka halmashauri, idara ya elimu msingi na sekondari kwa kazi kubwa wanayoifanya. Nishukuru pia mkurugenzi, niwashukuru pia baraza zima la madiwani. Madiwani wengi sana wameweza kujenga hizi hoja na wameweza kupambana mpaka leo hii tumeweza kufanikiwa kuwa halmashauri inagawa viti na meza kwenye hizi shule zetu kwenye manispaa yetu ya Ubungo. Baada ya kuwapatia na kuwapa viti na meza, tunategemea sasa wanafunzi watafaulu vizuri, watasoma kwa bidii sana, kwa sababu sisi lengo letu ni kuongeza pia ufaulu wa watoto. Tunataka tukifika shuleni tutajadili masuala ya kufaulu, watoto waweze kufaulu, waweze kutoka sekondari kwenda hata chuo kikuu. Kwa hiyo swala la kujadili tena viti na meza, hiyo ajenda hiyo imekwisha ndani ya manispaa yetu ya Ubungo. Sasa hivi tunajadili watoto jinsi gani wataweza kufaulu zaidi na zaidi. Lakini pia ninawaomba walimu sana na waweze kwenye kila shule watafute watu ambao wanaweza wakawa wanatengeneza tu kile kiti na meza kwa haraka. Hatutegemei tuje tukute darasa limewekwa viti na meza mabovu na madawati mabovu, wakati ni jambo la kuweza kuwaita mtu ambaye anaweza katengeneza haraka fundi na watu wakaanza kukaa nazo, kwa sababu ni fedha nyingi sana inatumika kutengeneza hizo vitu. Kwa hiyo ninachowaomba sana watu, wanafunzi na walimu pia watunze hivi viti na meza ambao leo tumevigawa kwa siku ya leo na kuanzia mwezi Januari mpaka sasa hivi. Halmashauri ya Manispaa ya Ubungo iko kazini na inaendelea kutatua changamoto hizi, na tuko pamoja bega kwa bega kuondoa changamoto hii na hatimaye kutengeneza mazingira chanya ya wanafunzi katika kujifunza, katika ujifunzaji na ufundishaji wa kila siku, na hatimaye kwenda kuinua taaluma yetu ya Manispaa ya Ubungo na kupata wanafunzi ambao watakuwa wazalendo, watakaweza kufanya vizuri katika nyanja mbalimbali. Commitment ya halmashauri ni kuendelea kutengeneza viti na meza. Kwa sasa hivi, mpaka sasa hivi kwa bajeti ambayo tunatembea nayo, tuna jumla ya viti na meza 6374 ambao vinaendelea kutengenezwa, ndio kwenye huu mgao ambao tunaendelea kugawa. Tumeweza kufanikiwa kugawa 200 na sasa tuko 500. Tumeshapunguza katika ile 6374, tunaendelea kutengeneza viti na kuendelea kuvigawa kulingana na uhitaji. Lengo la halmashauri ni kuendelea kupunguza ili tatizo likaonekana kabisa, ili tuweze kuhamia kwenye tatizo lingine au kuendelea kuhamia kwenye changamoto nyingine ya kuendelea kutatua mazingira rafiki ya kumwezesha mwanafunzi katika kusoma na katika kujifunzia. Majina anaitwa Swadakati Abdalla Shedangio, mwananchi wa kata hii ya Makuburi. Kwa sasa uongezeko wa madawati tunatarajia kwamba ufaulu utakuwa mzuri na wanafunzi watapata hamasa ya kwenda shule
kwani baadaye labda alikuwa anajivuta kwamba kwa nini niende shule asubuhi, nikifika nakaa kwenye tofali au na banana kwenye dawati na mjie uchovu. Sasa hivi anajua kabisa anakaa kwenye kiti changu, dawati langu, ile inampa hamasa mtoto kwanza kuwahi shule, halafu pili na kujifunza vizuri kwa ufanisi, na ufaulu utakuwa mzuri sana. Kwa majina naitwa Rose Gabriel Mgashwa. Kupitia zoezi hili la ugawaji wa madawati lilofanyika na mstahiki meya kupitia halmashauri, matarajio yetu ni makubwa kutoka kwangu pamoja na shule hii ni taaluma kuongezeka katika nyanja za ufaulu. Watafaulu vizuri kutokana na tuna walimu bora, na shule yetu imebarikiwa kuwa na walimu wengi kwenye kila somo. Tuna walimu wawili tofauti na upungufu tuliokuwa nao halmashauri yetu, ili tuongezea walimu. Kwa hiyo kwenye uhaba wa walimu tumeondoka huko, kwa hivyo tunaamini sana tutapata ufaulu mzuri kwa wanafunzi wetu. Jina naitwa Rahma Amiri Hamisi, nasoma form 2A. Nashukuru serikali kwa kutuletea viti, kwa sababu tukopo hatuna viti vya kukalia. Sana kwa michango mizuri. Tuna banana. Tumeipokea yote pamoja na mheshimiwa diwani. Naitwa Kelvin Emmanuel Yona. Tunajisikia vizuri kukaa kwenye madawati kama haya. Tunapata mwafaka wa kujisomea vizuri katika hivi viti, kwa sababu zamani kwa hamna viti, tunakaa wawili watatu. Sasa hivi tunakaa mmoja, tunakaa vizuri, tunajisomea vizuri kwa sababu tumepata viti.